Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Tunashukuru Mungu, tunasema ni asante kwa yale yote. Tunashukuru Mungu, si kwa nguvu zetu, ni nguvu ya Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Sijakuwa mrefu, tuenuke sote kwa heshima tukaweza kukaribisha baba yetu kwa heshima. Karibu sana baba. Turudi tukae tu. Turudi tukae. Amen. Hamjambo. Pia pastor. Amen. Haleluya. Nashukuru sana kwamba Mungu ametuwezesha tumeweza kukutana tena siku hii ya leo ambayo ni siku ya ibada yetu ya Jumapili. Amen. Nafikiri kuna watu pale nje wana vitambaa. Si ni kweli? Mimi ngundi zangu ziko pale. Na vile ni kwa sababu ya kile kunaona huko mbele. Amen. Na mliniahidi. Naendana na ahadi zenu. Pale palipokuwa kwa pamepungua tupajalize. Si ni kweli? Na silege na leo si ni ile siku ya kufanya hivyo. Zikiwa vitambaa vimeisha, wale wa huduma wapokonye, wapatie hao ambao wapokonye tu wa huduma. Hata ukitaka hii yangu nikupatie. Mradi tu wao wamechanga. Amen. Tunafanya hivyo kwa sababu ya unaona hiyo building ambayo tuko nayo ni madhabahu. Amen. Na tunataka kuweka madhabahu tamu ama nzuri ambayo wewe mtu wa Mungu, amen, unaweza kubarikiwa. Haleluya. Unaelewana? Unaweza kufanya nini? Ukabarikiwa sana. Kwa kweli sana upende Mungu kwa kumfanyia kazi. Na watu wengi katika asilimia kubwa tumekuwa watu wa kufanya kuletewa ama wa kufanyiwa. Ukipata chance kama hii ni wakati wa kufanya, si wa kufanyiwa. Kwa sababu ukihitaji baraka ni lazima ujue mbinu za kuzitafuta. Amen. Kuna kutafuta baraka kwa njia ya aina nyingi. Kwa nini wana wa Israeli walibarikiwa mpaka wa leo? Wewe unajua Israeli maana yake ni baraka. Maana walienenda na maagizo ya Mungu. Niliwaambia kuna wakati Mungu anakuhitaji wewe sana, kama vile ambavyo wewe unamhitaji. Na kama unahitaji, lakini wakati ikiwa Mungu anakuhitaji wewe unakimbia, unapatikana wakati kila kitu umefanyiwa. Sijui nikwambie nini, lakini nimeongea asubuhi nikasema mtu yoyote aliye na roho ya shetani hauwezi kumjengea Mungu madhabahu. Mtu yoyote aliye na roho ya uchawi hauwezi kumjengea Mungu madhabahu. Mtu yoyote aliye na wivu hauwezi kumjengea Mungu madhabahu. Mtu yoyote asiyempenda Mungu ni pretender, hauwezi kutimiza kile Mungu anahitaji. Na mtu yoyote anampenda Mungu hata kama hata kumfukuza anakwambia siondoki. Kuna mahali Biblia inasema Yesu akamfukuza
Kuna mtu alifukuzwa pale kwa sababu alikuwa ananyima chakula akasema siondoki. Kuna mwingine pia akatoa mkono akasema, kuna mtu mwingine alikuwa anagonga mlango. Si lazima uwe na kikubwa. Kuna watu wakisikia sherehe kama hizi ya kwamba kuna kitu tunafanya kanisani. Hakuna kanisa linakosa kama kuna kitu kinafanyika likakosa kuwa na michango. Sometimes pastor, kataa misaada, tafuta msaada wa Mungu kwa hao watu ambao Mungu amekupatia. Si kwamba hakuna watu ambao hawawezi kunisaidia, wapo wengi sana. Mpaka wakati tulipofanya harambee ilikuwa kwa mitandao, na nikaulizwa kwa nini mbona haukusema? Nikamwambia hii ni Mungu aliniongoza kulingana na wale watu Mungu amenipatia. Nikampea kwenye maandiko katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Nikampea mpaka maandiko cha Wafalme. Nikampetia mpaka maandiko kile ambacho niwasomea juzi kuhusu Suleiman. Aliitisha Bwana, akamwambia Bwana, tunafaa tumjengee Mungu nyumba yake. Maandiko inasema walileta vitu mpaka akasema jamani, nitosha. Unajua mama waliuza mpaka vibuli. Ukisoma vizuri maandiko, hata zile bangili walikuwa nazo kwa mikono kwa kufanya kazi ya Mungu. Sema wengine walikuwa hawana fedha, wakaenda kukata miti. Hapa ilikuwa ni hakuna miti. Jaribu kukata mti wa mtu uone. Hapo wewe hapo kasibiri kaya sijika ya fungo. Hapa tu. Utaona wewe. Bado ukitoka na mti unapatwa na wazee nyumba. Unasukizia barua ya kwa chifu. Na ni mti. Halo. Maandiko yanasema ule mti mzuri unaweza utengeneza wewe ukawa mzuri, ama ule mti unaweza utengeneza wewe ukawa mbaya. Kama uko tayari kufanya kazi ya Mungu, usilazimishe. Kama una pesa yako unasikia kwamba haujisikii kuitoa, kaa nayo, hiyo ni yako. Lakini ile ambayo unajua ni ya Mungu na unataka Mungu akubariki nayo, unaruhusiwa kuitoa. Lakini ile yako siitaki. Nataka ile ambayo ni ya Mungu. Maana ile ya Mungu utafanya kazi ya Mungu ya haki. Yoyote aliyekutunza. Ukipata ndoa ya haki utaitunza sana. Hata ukiona mume wako anakugombeza utamuelewa tu. Kwa sababu ni wako. Kama vile unaona mama mzazi huwa anapenda hawa mama. Mama hata awe mtoto wake hata akili aje. Hata haisema huyu si mtoto wako. Ukikosoa na mama wako unasema si mtoto wako. Ndio maana hata kwa kanisa yako ukitishwa mchango unasema si kanisa yako. Itasema kanisa yako wakati kama kila kitu kimefanywa ndio unasema ile ni kanisa yako, unaona ile madhabahu ile inapendeza. Ile ni Bwana asifiwe. Kwanza jipigeni makofi kwa ile kazi mlifanya. Susha jipigeni. Amen. Hata mpigie makofi pia Nelson. Alitoka na chuma huko na miguu pake hapa. Akasema hii pesa kuliko nitoe, wacha nichangie kanisa yangu. Si ngumu, alikuja mahesabu ya kanisa yake bila naelewa hali ya vile hata yake kuangalia najua ile sura iliyo pale, wacha tu nitembee na hizi chuma. Haleluya.
Wapigieni makofi wale waliofanya kazi ya hapa katikati na mafundi. Amen. Wapigieni makofi wale waliochanga wakati wale walijizatiti sana. Sasa jana nilisema ukija kuona mafundi wanajenga usingilie chakula chao. Hata ukija saa ngapi tutapigia chakula ni cha mafundi. Hiyo nitaiongea hata mbele ya kanisa, hata wacha kule kulisema kwa nyumba. Kanisani huwa tupigi chakula, tukipika chakula huwa ni sherehe ya chakula. Lakini ukiona chakula kama kimepikwa mafundi, achia mafundi. Si ndani hiyo mayai. Si akimbilie hiyo maharage. Na ukikuja mapema ukiwasaidia, sisi pia nasi tunamwangalia. Asiyefanya kazi. Alafu yeye mnakuja wakati kama kazi imefanyika. Ndio maana na mimi nafanya ile amri ya Mungu. Kwa hivyo sijakosea, nimekosea kwako lakini kwa Mungu sijakosea. Si ni sawa? Hiyo makofi yamekuwa kidogo lakini nataka hayo. Baada hiyo ndio nilifanya kazi. Unajua ushawahi kugombezwa na mume wako kwa nyumba na mbona unapenda kula? Mimi najua wapo huwezi ongea. Si kwamba yule mwanaume anakugombeza kwamba unapenda kula, kwamba kuna kazi uwajibiki, lakini kwa upande wa chakula 100%. Na si kwamba yule mwanaume na bro, waulize hawa waume watakwambia. Na waulize hawa mama washaambiwa. Lakini ukifanya kazi, hata ukikula bandari nzima, anafikiria ya kwamba kwa sababu umefanya kazi, hiyo bandari ni haki yake. Mama mmoja anasema hapo umenigusa, nishaia. Amen. Unajua naongea hivi kwa sababu gani? Ikifika wakati ya kwamba unataka kumfanyia Mungu kazi, wewe una relax. Lakini ukifika unahitaji utaki kumfanyia Mungu, inaendana hii. Bosi anakugombeza kwa nini? Kwani kilichokuleta hapa ni chakula, ni kufanya kazi. Lakini ukifanya kazi yake hata kama unakula, yule bosi anakuambia hiyo ni nini? Amen. Andiko anasema wawili hawawezi kuwa pamoja wasipo. Sijui kama tunapatana ndio tutembea. Tuko pamoja. Ama ni mimi ndio nimesema ni kitabu cha Mose 3:3 ndio naongelea hivyo. Hebu niangalie pale. Baba, katika jina la Yesu, ni neno lako tunalipenda na vizuri sana. Lituongoze mwenyewe kwa ibada hii ya Jumapili ya siku ya leo. Tunakuhitaji sana kwa wakati huu sasa. Tuongoze mwanzo na hata mwisho kupitia neno lako. Kwa sababu ni ibada yako na sisi tumeomba na hata kwa mimi. Sitakuwa na mambo mengi sana. Sababu mama maombi, Mungu amemuongoza. Ameomba vizuri. Tutazungumzia pale na kesho tuko na kazi hapa. By the way, wiki ijayo ama ile Sunday ikifika utakuta kumebadilika sana. Amen. Asanteni sana mafundi. Hata fundi wa stima ni yule kijana pale. Hata ukihitaji kufanyiwa nyumba yako wiring, yule pale. Simfanyii biashara but yeye ndo aling'ang'ana na hata yeye ndo atang'ang'ana na hizo mawaya hapa. Ni fundi mzuri. Huyo kijana anaitwa Bango Jose. Na mafundi wengine ambao walileta hapa wakina Joshua pamoja na wale mafundi. Mungu ni mwema. Amen. Basi amen. Simama. Hata unakuwa kuja hapo uonekane ndio mtu anataka wayari. Kwamba nilitaka ya
Huyo hapa ndo aliseti hizo fani akaziganiza vizuri, na hapa pia anaendelea kuseti. So Monday atakuwa hapa, ambao Monday ni kesho, na wale mafundi wengine wa gypsum ambao wanaendelea. Tunaomba Mungu akitubariki, usipokuwa mgumu, ukifunguka vizuri kama vile unapofungukia kwa Mungu ukiomba, ukifunguka vizuri mfumo wako huko kote kutajaa mataa ya kidesign, utashangaa utapilika yote. Amen. Sasa tumeanzia huku, hapa kulikuwa na kazi, usione hivi imebandikwa, kuna machuma huko juu. Na by the way ujue, mara ya kwanza tulianzia mabati kwa sababu hii kitu haitaki nini? Maji. Hii kitu tunaweka ni ya bei ghali sana. By the way, wacha niwaambie tu ule kweli. Sasa hivi cost na 2,50 ndani. Hii. Hata uweze nipigia makofi na udio pesa kutoka wapi. Amen. Hata ile tuliochanga tulibidi, yani ilifika wakati sasa ikabidi sasa hizo material. By the way, hata hizi mataa mnazoziona ni baba ndo alinunua jana. Hizi zote alitoa 3,000 tuseme. Sasa niliachia 900 ama 800 na akaenda akanunua taa zingine, akanipigia simu kwa sababu ulikuwa hakuna taa. Material tuko nazo, zingine ndio zile pale, zingine ziko hapa. Sasa bado zile material kidogo za huku, lakini hizi za hapa na marangi ya hapa ni hapo. Sasa ni mafundi, na kwa sababu tulianzia mabati, lakini kama ingekuwa ni hizo peke yake tu ungekuwa umekuja kutupata mbele, lakini tulianzia mabati kwanza, tukatengeneza kule juu, tukanunua mabati. Tunaona huko juu ukiangalia kuna mabati mapya, na hapa pia kuna mabati mapya hata tukanunua na makofia. So bati moja ile Dumzas ni 1,150 haya, na kofia moja ni 400, na fundi pesa yake na misumari hapo kwenye hiyo mabati peke yake, bali na misumari ilikuwa karibu pamoja na hizo vitu vingine, na ile twaje ile ambayo uliweka kule juu, hiyo yote ni cost karibu 50,000. Hiyo ya huko juu peke yake, bali na huko hizi materials za chini. So ukiamua kufanya kitu ndo gharamiki. Mimi sina watu wengine ambao nitajenga na wao kanisa. Sitafuti mtu kwa kujengea Mungu madhabahu. Natafuta nyinyi hapa. Mungu alinipatia wewe na sababu. Hata kama unaona na kufikiria, si kufikiria Mungu ndo yeye mwenyewe ndo amepanga na wewe. Sasa wacha sisi tung'ang'ane, tufanye vile tunafanya, wengine wakija kijia sana system ya devolution. Na sisi tunang'ang'ana mimi na wewe. Basi kama mimi na wewe ndio devolution, kwa maana wewe ndo unanipatia pesa. Ila devolution wa shilingi 10,000. Amen. Sasa tunang'ang'ana, tunajengea Mungu madhabahu. Utakuja kusikia midomo mingine, hata wengine watatoka hapa. Amen. Lakini wewe ambao umeamua kupatana na Mungu na unataka kutembea na Mungu, fanya kile Mungu anakuambia. Hapa duniani ukitafuta sifa, utasifiwa leo, kesho utasema. Waliokusifu ni wangapi? Zaidi adui. Ndio umekuwa adui mkubwa sana na aliyekusifu. Nasoma tu hiyo tatu peke yake. Kitabu cha Amosi 3 kuanzia 3 inasema, Je, watu wawili waweza kutembea pamoja wasipokuwa wamepatana? Mtambe. Bwana Yesu asifiwe. Welcome. Amen. Amen. Tunawezaje kutembea? Na hata kwa ndoa pia peke lazima mpatane. Kote hata ikiwa rafiki yako, hata ikiwa kwa biashara, kwa kazini, nyumbani. Angalia watu wawili ambao hawapatani wakitembea kwa njia, hawataongeleshana.
Ushaitembea na mtu ambaye umekosana naye kwa njia? Amuongelesha? Yaani inamaanisha hakupatani. Sasa kuna watu sahihi hapo wamenikasirikia, hawaongeleshani na mimi maana hii njia nimeichukua. Unaona kitambaa imemkasirisha. Sasa ninakuwa sasa kwa roho kanisangani. Kwa sababu akitembei naona lakini haoni. Unaona huko haoni. Anaona kile kitambaa. Lakini haoni hii yote, hata tukimwambia imegharimu hiyo pesa, anapiga hesabu hiyo pesa yote haiwi. Ukimwambia chukua hata kanunue material. Amen. Haleluya. Amen. Wacha nikwambie, hapa ilikuwa ni madhabahu ambayo itajenga hapa. Sidhani hapa ilikuwa ni kama simapata tu mimi ni marafiki zangu. Amen. Yaani kwa fellowship, nimetembea kwa. Wacha nione hii madhabahu vile itajenga. Amen. Hata kama ni padogo. Biblia inasema usipokitunza kile kidogo, hata kile kidogo hauwezi kudumisha. Wacha kukitunza hizi kidogo utatoka ni kidogo. Amen. Hata watu wakifinyana hapa tunafanya ibada mara ngapi? Mpaka kieleweke. Amen. Tukitoka hapa tunajenga kanisa kubwa lenyewe. Amen. Sasa ile mia na msingi ndio kukasirisha pale, kutakuwa kuna kuchaji kitambaa tenga moja. Bwana kanisa linalojengwa ni kubwa. Sasa kasirika na 150. Tunakungojea kwa ile kanisa kubwa, unasema unataka madhabahu kubwa kutoka hapa mpaka huko. Sasa kama hii ndogo tu ya 150 inakufanya unakuja kanisani unasema kama ningelijua kuna kitambaa nisingekuja. Hizi si zile za Ezekiel. Hizi za Harambee. Amen. Usifikiri tunakuuzia kitambaa ukaanza kusema kanisa gani tunauza kitambaa. Hatuuzi kitambaa. Unachangisha Harambee. Amen. Na wacha mbali na ile kitambaa. Ile kitambaa hata ile ilikuwa ni kiingilio. Kuna nyingine inatoka kwa mifuko yako sasa. Inakuja huko. Sasa na hiyo utasemaje? Maana hiyo si yani hiyo nitakwambia nimefika wakati wa kutoa. Si sadaka, kipindi cha sadaka kitapita, tunahitaji hiyo ya kuchana. Amen. Nikigomba 1000 najua hapo utakuwa Mungu amekuinua. Kwa hiyo hapo umefanya hii ndogo. Amen. Amen. Haya, unaona ni jokes. Nitakuja kukwambia nilikwambia kitambaa ni 1000. Yes. Yaani itahesabiwa hiyo pesa ya kitambaa peke yake inaweza toka milioni 1. Amen. Hiyo ya kitambaa peke yake. Kwa sababu ya ile kanisa na mambo tutalitenga. Haleluya. Na sisi hakuna kitu kinalala hapa. Ukitoa tu. Yaani ni kama ambaye hizo materials zinasema leteni pesa. Sasa tunalishi. Atutoe pesa uipigie mahesabu gani na watoto wametoa kwa sababu ya nyumba ya Mungu. Haina mahesabu hiyo, mahesabu yake ni ya material ya kanisani. Amen. Mungu alienda pale akapiga mahesabu mpaka akatoa pesa yake ya mfukoni. Amen. Amen. Kwa sababu yeye alifanya kazi zote hapa. Na sikulaumu wewe ambao ulikosekana kwa sababu umeniletea pesa leo. Hiyo siku zote ambazo sikukuona nimekuona leo unipatie pesa. Amen. Kuna watoto wa nguvu. Baba alikuwa amebarikiwa na watoto kama hao, lazima jisifu. Bila jisifu hata huko nje na jisifu kwa sababu yako. Ama uchui. Haleluya. Hebu punguza huo muziki, wacha niwaambie niwapatie sifa kedekeje watoto wangu. Wewe kama unapiga muziki utaki sifa zangu. Sikia mwanangu. Unaona nikiwa kwa wale mapasta wengine. Unaona nikiwa huko nje huko. Huwa najisifu sana kwa sababu yako. Najua hujawahi kununulia nguo lakini nasema unaona vile nimevaa. Ni kazi ya watoto wangu.
Ili wewe ukionekana ujue mnafanyia kazi baba yenu vizuri. Unamshikilia baba yenu vizuri. Kwa sababu uzuri wenu nikiwaambia kitu mnashtuka. Napenda watoto wa kushtuka. Ijapo kuna wengine wanakaa kama ngamia mpaka mwenendo wao. Unajua mwenendo wa ngamia huwezi kubadilisha na wafarasi. Anasema mwenda pole sijui. Lakini huyo mwenda pole wake huo si ule mzuri. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Unajua kuna mtu alipanda ngamia na kuna mwingine alipanda mwanapunda. Mwanapunda ako na haraka na mahali akifika anatembea pole pole. Lakini ngamia yeye hata mkimbizi si kama mwanapunda. Kuna mahali tukwambia changa haraka. Unaangalia ndani atanuka. Asipoinuka fulani pesa narudi nayo. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. So, kwa nini maandiko yanasema kwamba hamwezi kutembea pamoja msipoelewana? Kwa sababu kuna mahali Mungu atakwambia kosa kuelewana na yeye. Lakini kuna mahali pengine ukisikia neno unasikia kuchachawika. Ukiambiwa ya kwamba zile shida zinaisha, nitakwambia utainuka. Roho inajaa. Wacha kukwambia utoe, haujae na roho. Sujae na roho kama unampenda Mungu kwa sababu unamtolea Mungu. Kuja hapo unatetemeka. Hii pesa hii iende yote. Mungu anijalise zingine. Mimi huwa najawa na roho ikiwa namtolea Mungu, namwambia hii situpi roho ya upako. Unajua wakati Ibrahimu alijawa na roho. Tena Ibrahimu alijawa na roho mpaka akawa akamwambia Mungu, hilo nilichoniambia ndicho ninafanya. Anachinja mtoto wake. Mpaka Mungu akamsikia akashtuka, roho wake amejaa. Lakini tukiambiwa utabarikiwa. Wacha sasa nifanye deliverance ya kutoa. Ukitoa hakuna watu wananilio support. Toa mama, toa sahi. Bwana mwanguki. Biblia inasema ukimpenda Mungu mpende kwa akili zako zote, kwa mapenzi yako yote, kwa nafsi yako yote. Haleluya. Usimpende kwa hapa. Anasema mbona hapa kwa nini kutoa huwa tushangilie sana? Yaani maandiko yamesema. Kwani yale mengine huwa si maandiko na hii ni maandiko? Bora tukifika hapa ndio maana unakuwa mgumu, hata Mungu kukubariki ni ngumu. Wewe jiulize kwa nini unakuwa mgumu sana? Ndio maana hata Mungu kukubariki hawezi, kwa sababu anajua hiyo pesa yako hutaitoa wakati wa harambee. Kuna kitu nimeongea asubuhi, nikasema kuna wakati mwingine unaweza kuwa na shida. Nimekwambia sasa hivi Mungu ana shida na kanisa lake. Si kwamba ana shida ya kwamba alijua anakuhitaji wewe. Mungu hajawahi kuwa na shida ili unafikiria nikisema Mungu ana shida akasema tunataka kumjengea Mungu madhabahu iliyo sawa. Yaani Mungu anakuhitaji kwa wakati wa sasa. Tumeelewana? Unielewe, Mungu hajawahi kukosa pesa.
Mungu alisema fedha na dhahabu ni mali yake. Anakupea wewe ndio ufanye kazi yake. Unaelewana? Unajua wengine ufunuo hupokea kama vile waka wanapokea ile ule umbea. Afikiri, unajua mtu ambaye anakuombea huwa afikiri, kila anaambiwa ndio hicho. Na akisema anasema mtu fulani nilimuona. Akiulizwa sana anasema nilifahamu wapi? Amen. Amen. Haleluya. Amen. Kuna wakati mwingine ukiwa kwa shida haupati. Ulikuwa na pastor mmoja. Bibi yake alikuwa mjamzito. Alikuwa anataka kuzaa. Ilikuwa tena ni wakati wa corona. Na ulikuwa huwezi kufanya chochote bila pesa. Akaitisha misaada sana kwa watu, kwa ndugu zake, kwa familia. Hawakumsaidia hata shilingi. Lakini alipokufa waliuliza bili. Na hao wengine wewe jamaa kushughulika na bili. Ailipiwa bili, sanduku. Sanduku za bili zilipatikana. Na akafanywa matanga 3 days. Watu wanakula sima, unajua wakati umefiliwa kweli. Unajua kama unampenda mtu wako, ukifiliwa unasikia vibaya sana. Unajua kuna vitu nyingi kama hakija kupata, usigombe kukupata. Unaona kuna kitu tulikuwa tunaongea tukiwa na mjomba wangu huyu. Tumeona mtoto mwingine pale ni chizi. Akasema, unafikiri mzazi wa huyu mtoto anasikia? Alafu mtoto mwingine anaweza kuwa kuna sherehe kama vile, alafu mtoto mwingine ni chizi akavua nguo mbele za watu. Na mama yake yuko pale, baba yake yuko pale. Unafikiri yule mama anasikia? Wewe hujawahi sikia. Na usiombe nikupate. Kuna kitu haujui. Unaona mtu akikwambia mtoto wangu ni mgonjwa, usikilize sana. Kwa sababu uchungu unaosikia huko ndani unatokota sana. Lakini wewe unaweza chukulia hizi tu kama kawaida. Lakini wacha nikupate. Usikie kumbe hivi tunaunga hivi. Unaona hao wabuka wakianguka. Unaona tu ni nani kabila kupata. Usifikiri kuachwa na mume ukafikiri ni kitu rahisi. Wewe hizi hawa mama. Lakini sasa ukiwa naye hata uone ni jambo, lakini wacha kuondokea ukweli. Paka visita vimeanza kuingia jamani, unamkumbuka. Paka unatamani sasa surudi. Kwani kitu gani bado hatuwezi kuongea tukapatana? Mbona hatukuwa tunaitana hivi? Kama kuna kitu akija kudunga, sitamani kudunge. Naomba. Kuna vitu vingine ukiwa navyo. Ukiwa kuvijua. Wewe fanya makubwa yeye mwenyewe. Unaona sasa kuna nafasi ya kumjengea Mungu. Fanya maana kuna hiyo nafasi. Itakuja lipa wakati ambapo wewe uko. Sasa zingine ukisaidia mtoto wa mwingine. Usione vile waka sometimes unajitolea watoto wa wengine kuwasimamia hivi, watu wengine. Najua hata yeye anaweza kusaidia akaja akaniongelesha vibaya, lakini si yeye ananilipa, ni Mungu. Amen. Usingoje malipo kwa mwanadamu. Amen. Waweza mtoa mtu kwa shida, lakini akaja akasahau baadaye kwa sababu ya vile unapojiona. Ili ukumbuke hii ni dunia. Na hata Mungu alisema hapa si kwetu. Wewe umefanya kwa kwako. Basi panaweza kukuumiza mwanangu. Tufanyie Mungu kazi. Tukiwa hapa duniani tutakula vya Mungu, sio vya shetani. Amen. Sasa yule pasa alisikitika sana. Utanisaidiaje wakati
Hakuona kama, unajua ukisaidia mtu kumnunulia jeneza usifikiri tumemfanyia msaada mkubwa. Huyu bibi yangu amefanyia operation ya gani? Unajua sisi hatuelewi, lakini uchungu wa mwana, wale mama huwa roho zake ziko ngapi? Huwa naomba Mungu enda nipone nikufa, lakini roho yake kubwa sana yuko na imani ya kwamba nitazaa nikiwa salama. Sasa tamanio lake kubwa liko kwa mume wake. Huo ndio msaada wake mkubwa. Hivi sasa hiyo kuwa haana mume, amepata kule kona ya Kongo, ataelekeza imani yake enda kwa familia. Amen. Kuna wakati unaweza itisha msaada mahali, maana unahitaji kusaidiwa. Na kuongelesha hivi ili msaada wako mkubwa uwe kwa Mungu kwa kile kitu unafanya. Ninaweza kuwa na pesa John, lakini pesa bila upendo wa mtu mwingine haiwezi kunibeba mimi, haiwezi kuniokoa. Ukiwa na pesa, nijue kukaa na watu vizuri, hata ile pesa haionekana, roho ndio inayoonekana. Amen. So utu ni muhimu sana, na kuwa na utu ni njia moja kuwa na hekima. Haleluya. Amen. So tukifanya vitu kwa pamoja, ndio pale tunaweza kutembea kwa laini moja. Enda ni kwa nyumba, kazi ya Mungu, huduma, lakini mwingine akiwa hivi, mwingine akiwa hivi, hatuwezi kupatana. Na ndio maana unaona hao watu wasipopatana, ikifika ni wakati sasa anahitaji yule mwingine, kwa sababu hamkupatana, hawezi kusaidia huyu. Kwa hivyo tupatane. Si hapa tu. Kwa hiyo tuendelee kupatana namna hiyo, kwa sababu kwamba tumeungana moja. Mimi hata ndio nasema wewe ndio uniache, lakini mimi kukuacha wewe sina sura ya kukuacha. Hata wewe mwenyewe unajua, mimi naona roho ya uchawi. Unaona mchawi wao haoni vitu vizuri. Wewe unaenda kwa mchawi akakwambia yana mbona anaona kifo. Ukienda kwa mchawi, ukienda kunasema hata wazee wangu wanasema kama ungechelewa ungekufa. Lakini Mungu anakuona wa maana yeye ndiye amegharamika kukupa uhai. Tunakubaliana mwanangu? Ndio. Tuko kwa pamoja vile Biblia imesema? Yes. Wacha nimalize na kitabu cha Baba 12:3. Amen. Yeah. Kitabu cha Mathayo Mtakatifu 12 mstari wa 30. Aha. Inasema, mtu asiye pamoja nami. Inafanana tu na ile. Ndio. Halo? Halo? Hii simu nataka ishikwe. Halo? Unanisikia? Ndio. Unajua unaongea na nani? Ndio. Kama umejua hiyo sauti ni sawa. Amen. Kuna watu wanasema halo lakini hajua anaongea na nani. Lakini wewe kwa sababu umejua unaongea na nani, sasa wacha niendelee. Amen. Mtu asiye pamoja nami. Yu kinyume changu. Yu kinyume changu. Yu kinyume changu. Mshike mwenzako mkono. Wewe uko pamoja na sisi.
Uko pamoja na sisi kabisa. Umeamua kutembea na sisi. Basi ubarikiwe. Amen. Unaona vile makofi ya baraka inatoka ina nguvu. Hiyo imetoka ya kilo. Wewe watu wanataka kubarikiwa. Na sisi tumfanyie Mungu kazi tubarikiwe basi. Sawa. Hebu mshike tena mkono. Mwambie nakupenda mwenzangu. Uko tayari kutoa kwa ajili ya nyumba ya Mungu? Sasa Mungu atakubariki kulingana na vile utatoa. Usipomtolea Mungu, usimlaumu kwa kile utakachokipokea, maana kile upandacho ndicho utakachovuna. Amen. Haleluya. Anasema Jerusalem bind and the place of the Holy Spirit. Ni kweli ni makazi ya Roho Mtakatifu. Hapa ni kweli. Amen. Inasema ati mtu asiye pamoja nami. Mtu asiye pamoja nami yu kinyume changu. Kwa nini tusikie habari za Mungu na ikifikia wakati wa kumfanyia Mungu ama ya kumtengea Mungu madhabahu huwa tunakaa kinyume chake? Bali jambo kama hili, kama ungekuwa unampenda Mungu ungelifurahikia, ungesema huu ndio wakati nilikuwa nausubiri ili aone moyo wangu. Ni kweli niliombewa, nimeomba, lakini imefika wakati wa kumuonyesha upendo wangu kwake. Maana pale ninafanya hiyo kazi yake pale, kuna watu maskini watakuja kuomba watajirike pale, kuna watu ambao ni matajiri wanakuja kuongezeka, kuna watu ni wagonjwa wanakuja kupona. Sasa ni sawasawa na lile neno la Bwana linasema na kwamba nilikuwa na njaa mkanilisha, nilikuwa uchi mkanivisha. Ukifanya jambo zuri hapa na nyumba ya Bwana iwe sawa, umemuvisha Mungu. Amen. Na wale watakaokuja wapokea ponyaji hapa, utakao kuja wafanye wengine walikuwa wala kazi wapokee kazi hapa, umemulisha Bwana. Wewe unaelewaje maandiko? Wewe huwezi kulisha Mungu vile unataka wewe unavyofikiria. Suelewe tu mwanangu, haya maandiko Yesu alikuwa anaongea na wanafunzi wake. Alikuwa anaongea na wana wa Israeli kama vile anaongea na wewe. Wewe si ni Mwisraeli? Wewe si ni ukoo wa Daudi? Wewe si ni mmoja wa baba zetu? Sisi ni watoto wa Yakobo. Ama wewe hauko sahihi leo? Jumapili inayokuja ndio itakuwa tutani. Unajua sasa hiyo wengine wanasema wewe si baba. Wewe si baba yetu. Lakini ikipita hiyo nasema ni baba. Hata sasa hiyo wengine wanasema huyu si pastor. Lakini wacha ifike ile wakati wa delivery sasa tumetulia nini. Baba ulinibariki sana. Lakini sasa hivi ubariki. Sikiza sauti. Umetoka 3 kati ya watu 200 na Yesu anashangaa akasema inamaanisha huyu mmoja ndio. Hakuna kitu Yesu hakusema. Kila kitu kiko kwa maandiko. Amen. So unaambiwa atiye kuwa pamoja nasi yu kinyume. Endelea.
Na mtu asiyekusanya pamoja nami. Kukusanya tena. Amen. Oh, kwa hivyo tunafaa tukusanye ule mjango. Yes. Sasa wewe unaona kama utakusanya pamoja na sababu ushajitenga na. Yaani nasikia sauti inasema kuna mtu anajuta kwa nini amekuja wakati wa harambee. Hata hivyo Mungu naye wakati kubariki kwake huwa haumtui. Na wakati wa kutoboka kwake ni hata kama ziko kwa simu tunazihitaji. Kama siku anasema sikujua siko nyumbani, fuliza ukachukua ile nyumbani wewe. Unajua, siku unasema ati neno la Bwana moja hadi bila kaa. Hata hapa wewe unataka. Ili ndani ya nabeli sa Jumapili, tulisikizana hapa. Tena mkainua mikono hapa. Na nikasema jamani, kwa hivyo hii pesa imetoka hivi tuongezee pale tumalizie bana. Baba, kumbe nikawana. Mbona sahihi? Sura zilizokujana sisi tunatabasamu. Na siku ya anniversary zilikuwa sura yaani kama unachelewesha chakula maana wameonana na masufuria kule. Sasa imeanza kutabasamu wale wameonana na masufuria wakapiga kona wakasema, "Kama unachelewesha tunataka kula." Kwa sababu unapomfanyia hiyo watoto wake ambao hawana uwezo watakuja kuwa na uwezo hapa. Amen. Hallelujah. 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 Haya. Wacha nitayarishe hii simu maana itaingia pesa zilizofulizwa. Wewe simu wewe. Kwa jina la Yesu. Kwa kusa hata wale watakuwa migumu. Ziko kwa simu ndio rahisishwa. Hata niangalie fuliza yangu. Ina limit ya ngapi? Hata kwanza leo lazima afulize. Amen. Sasa leo nilikuwa naangalia temu kabisa. Naona kama inaendana na hiyo. Amen. Sababu tunataka kuanza hapo saa 7 si sawa? Tukimalize mapema. Hii deliverance ya leo ya kutoa hii ni kali sana. Amen. Aha. Heri kutoa. Hadi tukikusanya. Amen. Wacha tukuje kwa hiyo heri kutoa, kuna watu haja haijua iko wapi. Tuje katika Matendo ya Mitume 20:35. Ndio kuna watu hawajua, tunaambia heri kutoa, hawataki kujua, anasema hivi haijasema hivyo. Haijasema, tunasema ni heri utoe. Amen. Unaona tunaongea bure. Tunajua maandiko. Kama tunamjua Mungu lazima tujue vile Mungu alisema. Amen. Haya. Amen. Kitabu ni cha Matendo ya Mitume 20:35 inasema, katika mambo yote nimewaonyesha ya kuwa kwa kuishika kazi hivi
imewapasa kuwasaidia wanyonge, wapasa kuwasaidia wenyonge, na kuyakumbuka maneno ya Bwana Yesu, na kuyakumbuka maneno ya Bwana Yesu. Umesikia? Na kuyakumbuka maneno. Nataka sauti kubwa, usinitangaze. Wangapi wanapenda hiyo? Sasa utakosaje kukumbuka maneno ya mtu unayemwambia anakwambia, sio? Wako ukikosoa unasema amebadilika, wakati alipokuwa ananiambia tofauti na saa hii. Yaani mzoee heshima, usimzoee kumchezea. Utaona hapo vile utaona mapenzi yako kwa moto. Lakini ukimzoea kama kidude, kuna mwingine anataka hiyo kidude akidunde. Ipo mtu anazoelewa kwa heshima. Uzoefu wa heshima. Sema heshima hata kama una nikupatie leo. Ni bure tu, bure. Bure, nakupatia bure leo. Usinilipe wewe toa sadaka huko. So toa hiyo ndani huko kwa Mungu. Lakini hiyo heshima itabidi sasa mimi ni babako wa kiroho. Nikupe bure. Hata kama haitaingia utajua kabisa hata mbinguni hautaingia. Amen. Bado ukikosa heshima hata Mungu umheshimu. Ni kweli? Ndio. Maana mtu akikosa heshima hajali. Yaani mtu ambaye hana heshima huwa hajali. Hajali bila kaongea, hajali bila anafikiria, hajali bila atafanya, anasema liwalo na liwe. Alafu wakuna wanasema sio sikia. Sio sikia la mkuu. Alafu na ile kufunzwa ulimwengu inakujaje? Wao mne asiyefunzwa na mamani hufunzwa na ulimwengu. Wao wengine ni kama wamekosea heshima wazazi wao. Ndio maana hata waeleze heshima wale ambao watapatana na wao. Leo nakupatia heshima. Sasa umepatana na babako wa kiroho, huyu akubembelezi. Amen. 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 Heshima inaweza kukufanya kukuheshimisha pia. Tunaelewana? Heshima inaweza kukufanya ukafaidika sana kimaisha. Heshima inaweza kufanya ukapokelewa vizuri kuliko mtu mwingine. Heshima inaweza kukufanya ukaenda mbali. Amen. Heshima inaweza kukufungulia milango mingine. Ukaona mtu ameshika simu akasema kuna kijana ako na heshima sana, ako na heshima sana. Wacha nimuulize kama ako na kazi ama hana, na umekaa. Heshima yako ikakufanya ukapokea nini? Kazi. Amen. Naona huyu dada ana heshima. Naona huyu aliolewa sababu ya heshima. Heshima ni mtu hatamki jambo bila kulifikiria. Heshima ni kitu kingine. Biblia inasema mheshimuni Mungu. Unaona hii heshima? Lakini mtu asiyekuwa na heshima, kwanza mtu asiyekuwa na heshima hujiamini. Hujiamini? Kutembea akijiangalia na kioo, akisikia mtu mwingine amemwambia uko mzuri, basi ashaharibu heshima yake. Mpaka akisikia neno anasema wasipokupenda Mungu anakupenda, anasema kiburi kinaingia. Sisi tunakuongeleshea kuhusu kutenganisha na wachawi, si hao wengine. Kuna wengine huwezi kutengana na wao, maana ni wa muhimu kwako. Ukitengana na wao utaumia. Sisi tunakutenganisha na maadui. Maadui ndio tunasema wasipokupenda, yuko Mungu kwa sababu Mungu atakupatia mtu wa kupendana. Tunaona kama mwanadamu aliumba kwa mfano wake. Hapa nyinyi mnaelewaje? Unajua kuna wengine Mungu hawezi kukupenda kwa kabaki hii dunia peke yako. Wajua pengine tumehubiriwa vibaya tukaibeba hiyo kitu vibaya.
Niseme hivyo, wewe uondoke, nitakuwa nahubiria nani? Alisema yeye tusipompenda kama wewe ni adui yangu ni kweli uende. Amen. Lakini kama hatuna uadui tumepatana, tutembee pamoja. Amen. Ni vizuri Biblia inasema hii chuo ya Torati iwe kwa akili zetu. Ndio. Haleluya. Haleluya. Amen. Sasa usiseme kwamba hata sikunipenda Mungu ni nyenye. Mungu naye anasema wewe una kiburi. Wapi utakula jeuri yako? Amina. Huo ni ujeuri. Huko ni kujisikia. Hujui kama Mungu unasonga. Hujui zebisha vitashuka. Unajua wanaume wao si haraka wapigini nyingi. Vitashuka hivi. Kama ile mauri ya. Kuna mauri mengine wao unga wako unakuwa ile kama unazovuta. Wewe ule. Hiyo mandazi huwa unaona hapa amebonyea hapa kumekuku huku. Nataka kama na majipu. Tena unajua ujeuri unaweza kufanya yani haujui kama mahali unajua saa zingine unaweza acha mtu kwa sababu ya ujeuri. Yule utakapopatana naye ukapatana na jeuri mwingine ukamwacha, huyo ukapatana hivyo. Yaani mtu mjeuri hakuna mtu atakuvumilia. Mtu mjeuri anasema nikitoka kwa kanisa na nitaingia nyingine, ukifikia mchango huko pia unatoka. Ujeuri umefanana na hiyo andazi. Yaani kwa benki kitambo siku hizi sioni sana mtaani. Zamani ilikuwa shilingi 5 lile kubwa. Dude, yaani kupiga mawili basi. Siku hizi vimekuwa vitomoro. Yaani vimekuwa mjeuri mpaka vimekuwa vidogo, hata mtoto mdogo vidogo. Unajua jeuri zamani ilikuwa ni wale watu wenye pesa. Lakini siku hizi hata maskini ni jeuri. Yaani vile uli. Na si baba ana pesa hana. Bali anajitegemea na ujeuri. Amen. Simu nitazame. Mimi nataka nikiongea na watu mnaniangalia. Nikono naangalia chini najua ni mjeuri. Mtu mjeuri huangalii mtu. Maana anajielewa na ujeuri mwingi unakuwa kwa macho. Ushauri unaongea na mtu anafaa kuvunulia mdomo kisiri. Toka. Hata mimi nimeongea hivi, mwingine anasema sitaki, hata niona anafanya nini. Amemvunulia Mungu mdomo. Mtu mjeuri ni mjanja na ujanja wake huwa huendi mbali. Hebu mwache mtu mjeuri aje na ujeuri wake. Hiyo maisha yatapiga chenga sana. Alafu wale watu ambao walikuwa wanakudanganya, wote wanakuishia. Kumbe walikuwa wako na wewe kwa sababu ya kwamba kuna mahali ulikuwa unafaidika. Wacha sasa uishiwe. Humuoni hata mmoja. Hata hizo simu zilikuwa zinaingia wakati ule ukaambia basi nitumanie 100 tu tuongee kwa WhatsApp. Sasa akijua una hiyo 100, muone. Akikuangalia na kijua hauko unilenda nasema siku hizi ameishiwa. Ondoa ujeuri kwa heshima. Amen. Bila kufuta kitu usaidike wewe. Yaani maneno nakwambia huwezi nilipa mwanangu. Ndio. Ni maneno ambayo yatafanya maisha yako yabadilike. Amen. Lakini wewe sasa unayasikia yapuzie. Alafu kesho uje uniambie hapa baba niombee maana kumeharibika. Nakuitia kina Muli hapa. Kina KK hapa. Kwa mashtaka yako unaambiwa ndio au la. Hakuna mambo mengi pale. Kama ni siku ya kesi, kama wako pale tutakuwa mwatekezi. Kama sisi unaambiwa baada ya wiki ngapi? 2. Urudi wapi? Ukijize wiki 2 utakuwa unasikia nao. Na sisi tulikupatia bure. Viongozi wa dini bure. Heshima.
Heshima. Unajua Biblia inasemaje? Ati macho ya mtu mzinzi muwe haina hata heshima. Sio kuongea na mtu na mtu anakutolea macho kweli kama anataka kupita na wewe. Ukiona mtu anakutolea macho namna hiyo, nyamaza. Maana hata hakuna jambo kwamba mimi niko juu kukuliko. Amen. Umenielewa? Yeah. Nimekwambia heshima inaweza kufanya nini? Ikakuheshimisha mahali, ikakupea kazi, ikakufungulia milango, ukaitwa mahali huko unatarajia, ukaingia maofisini au unajua unaweza ingia. Sasa kwa mfano tu kuna mtu hapa anafanya kazi ya ofisini, lakini tunaheshimiana. Na yeye ndo hiyo ofisi ana sauti. Akisema huyo mwacheni, hata askari mmoja anakuogopa. Lakini hata wewe ndio unasema, yaani mimi nazingia hapa. Ni heshima. Amen. Mimi kuingiza si wewe. Yes. Wewe huwezi ingia hapo, heshima yako. Unikuingiza. Amen. Unakalia kiti, hujawahi kalia. Wewe umezoea ile hapa kunguni. Kwa kikasa zote ni ya. Baada juu. Kidogo kule umeenda unashangaa. Umetoka hapo unasema, kumbe ni jamani mkubwa. Kwa nini nilienda pale nikashangaa. Anakaa kama rais, maana hata yeye ndio huko. Sasa muona rais ndani State House. Pete msiwezi kuingia hivi. Kuna mageti kama yote. Ukiingia hapa State House utaenda kuipata komeli. Unatembea na gari. Unaona wao askari mpaka wengine wako juu huko. Hapo na wasiwasi. Kwani ni vile nimeingia nitatoka nikiwa salama? Amen. Amen. Naweza kukupeleka level nyingine ya hali ya juu. Unaona nilipoingia kwa hiyo fellowship kwa mapasta, nilipoendelea kuwa na heshima yangu, unaona nilipata kibali. Amen. Hata hiyo nilipata kibali. Ni kweli? Si wakina chama na nawajua. Haleluya. Na watu wengine. So heshima. Heshima kupunguza mtu kuwa na kiburi, haifanyi kuwa mtu na mdomo, maana anapima maneno. Akijua kwamba litakazwa mtu, heri ni nyamazi. Alafu heshima ni mwepesi wa kuomba msamaha hata kama kosa ameiona liko kwa yule mtu. Lakini atatafuta wakati mzuri wa kuongea na yeye. Amen. Heshima inaweza kukutetea hata kama umefanya kitu kibaya. Unajua hivyo? Maana mtu anaweza simama na akasema huyu mtu sijawahi kumuona na Biblia. Sijawahi kumuona na Biblia. Hata ukishangaa usikie hiyo habari. Hapana, unamwekelea. Lakini ukikosa heshima, hata akieleza anasema mimi ninajua. Sasa yeye kwambia wewe. Okay, mtu mwingine anasema unaona kumbe tabia yake. Si nilikwambia utende hii tabia, angalia sasa mahali nimekuweka. Haya. Lakini ukiulizwa mbele za watu kwamba na haya mambo ulianza lini? Mbona hata ukai na hizo? Sijawahi kuyaona kwa yule mwingine anashangaa. Sasa unaona huyu mtu anakuwa na nguvu ya kukutetea. Kwa sababu ya nini? Heshima. Sasa kwa mkorofi pigana na mume wako saa zote, alafu unipigana na majirani ufikiri mume wako anakutetea. Na yeye ametoka hizo vita za wewe, yeye afadhali amesaidiwa na jirani. Huwezi kwenda kumwambia ya baba, mbona mimi nimepigwa na unitetei? Amepigwa. Hata naona yule jirani vizuri sana. Naenda kumpatia 500 aendelee. Kidogo
hapo kwa hiyo nyumba, angalau upunguze ule mdomo. Bado umetutosha. Yaani unaweza kuwa na mdomo mpaka watu wakuungana, tumpige. Heshima na unafunzwa na nani? Na ulimwengu. Wewe ushawahi kumbana na watu mpaka watu wakuuliza, na hapo kanisani kwenu, yaani wewe una huduma? Mpaka nikija kuonekana mimi naonekana ni kama mbaya, huyu baba anakaaje naye huyu mtu? Kuna kikao cha huduma wenzake hapo, si unashangaza, yaani watu kwa mfano akose aseme kuna kanisa lina na nini, watu wanaombewa wanafanikiwa, wanapona. Akija kifika hapa akutane na mtu, hai huyu pia aliponea hapa, mbona hajapona huko kupiga watu? Amen. Tunashangaa. Kama sasa huyu ndo anaongoza. Nasema nani? Anaanza kukataa mapepo. Anasema shetani ashindwe. Hata unaonekana kama shetani. Wewe mlazimisha aje aombewe na mtu ambaye alipigana naye kwa sababu. Hata kama unamhubiria anasema asikizi hiyo mhubiri, anasema Mungu muondoe, sisikii kitu. Na kuna kitu kibaya kama kuongoa maombi na hao washirika kwa maisha yako atabadilika kweli. Utakuwa unajilazimisha unalitafuta hilo neno, wewe umemwona huyo. Unajua watu wengine wasipoacha, acha wewe kwanza. Wewe kama unahubiria mapasta wenzako hapo, wanakuona kweli. Wewe hujui, lakini kama kuna mapasta ni hao ambao wanakuangalia. Acha wewe hiyo tabia. Ananiambia nini? Anakumbuka pale kifungu kinasema toa hilo boriti. Sasa unaonekana kama una boriti. Toa hicho kibanzi. So sometimes ni vizuri kuwa na heshima. Ukimheshimisha Mungu atakuheshimisha mahali popote utakaposimama. Amen. Amen. Haya, maliza hapo maana atakuwa. Amen. Na kuyakumbuka maneno ya Bwana Yesu. Na kuyakumbuka maneno ya Bwana Yesu. Jinsi alivyosema mwenyewe. Jinsi kama ni wewe, nimeuliza tena. Nani anampenda Yesu? Nipigone. Alivyosema. Wewe unataka kubarikiwa kwa jina la nani? Unataka kupona kwa jina la nani? Yesu. Unataka kufanikiwa kwa jina la nani? Yesu. Kile kitu Yesu alisema tunakisikia. Hata tukisikie kingine hapa. Kama alisemaje? Jinsi alivyosema mwenyewe. Jinsi alivyosema mwenyewe. Ni heri kutoa. Ni nani yule anasema sasa? Yesu. Wewe utafanya hivyo? Ndio. Sasa mtu akipiga makofi hivi swali. Huyo mtu akatoa kweli? So Jumapili ijayo itakuwa hakuna hiyo. So lakini leo tumekuwahi. Amen. Hai, kama ni Yesu mwenyewe alisema hivyo ili kutoa, sina haja niendelee. Si usitoke mtu hapa. Ukitoka mtu wewe utatoa za watu wote waliotoka. Ndio wale ongea hivyo, lakini na